Umezungumzia kuhusiana na baadhi ya mambo kusitishwa, hasa yale ya kipapa katika kufanya na utendaji mbalimbali. Lakini tumezoea pia kuona inapotokea mkubwa wa nchi anapofariki, kuna ishara ambazo zinaonekana ndani ya nchi. Lakini je, kwa upande wa Baba Mtakatifu ambaye kwa sisi wa Katoliki tunaamini ndiye kiongozi mkuu wa juu ulimwenguni kote, yapi ambao ni ishara katika nchi zote ya kwamba tuko katika msiba? Kitu ambacho ni ishara kwa wote duniani, hizo misa kila siku parokiani, kwenye jumuiya zetu, tunakuwa tunaazimisha misa kwa ajili ya marehemu Francis, papa wetu. Tunajua ni mwanadamu, anahitaji upendo na huruma ya Mungu. Alikuwa mwanadamu, anaweza kuwa na mapungufu yake pia. Alikuwa ni Baba Mtakatifu, kwa cheo chake ni Baba Mtakatifu, kwa ofisi yake baba, lakini bado katika utendaji ule anahitaji kujitakasa, kupewa ukubwa, sio kupewa utakatifu. Utakatifu lazima ufikie kwa matendo mema, kwa kutimiza wajibu wako. Na yeye katika kutimiza upapa wake, pamoja kwamba cheo chenyewe ni kitakatifu, lazima autafute utakatifu. Na ule utakatifu kuutafuta ni jitihada binafsi za kujitosa wewe katika kutimiza majukumu yako, maisha yako, majukumu yako ya sala, majukumu yako ya kuonyesha ukarimu, majukumu ya kuwa na moyo mwema, majukumu ya kuwa na mtazamo mzuri. Kwa hayo yote mengine yote ni msalaba wake lazima ubebe. Kwa hiyo katika hilo tunajua kila mwanadamu anahitaji kusindikizwa na wenzake katika kufikia utakatifu. Kwa maana Yesu alituambia katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 48, iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Maana yake hakuna mwanadamu, na anasema Yohane kwenye barua yake kwa watu wote, hakuna mwanadamu aliye mkamilifu, na anayesema hana dhambi si mkweli. Binadamu wote sisi ni wadhambi, kwa sababu tumekutwa katika hali ya dhambi ya asili, na katika hali ya dhambi ya asili tunajikuta kwamba lazima kuendelea kupambana na matokeo ya dhambi. Mtu kama umejitakasa, umeungama, umekaa vizuri kiroho, lakini bado katika hali ya ubinadamu unajikuta hapa na pale unamkosea Mungu, au unafanya tofauti na Mungu anavyotaka. Mengine ni ya kawaida, mengine ni mazito. Ndio maana tuna dhambi nyepesi na dhambi za mauti. Dhambi mauti makero kitendo na kwa makusudi mazima, ukiwa unajua Mungu hataki hiki na nini na nini na nini, hiyo inaitwa dhambi ya mauti, kwa sababu ni dhambi ambayo ukifa bila kuiungama unaenda umekuwa umetengana mwenyewe kabisa, umechagua kutengana na Mungu. Kwa mantiki hiyo kila mwanadamu anahitaji kuombewa. Kwa hiyo ishara kwamba Baba Mtakatifu amefariki, hayupo tena kimwili na sisi, hawezi kushirikiana na sisi kama kawaida, na hivi katika imani yetu kwamba ameenda nyumbani kwa Baba, sawa, lakini Baba amempokea. Sisi lazima tukumbuke ni binadamu, anahitaji sala zetu. Kwa ishara ni kuadhimisha misa kwa siku 9 mfululizo. Hiyo ndio namna yetu ya kuwa kwenye msiba. Ni wazi kuwa nchi bendera inashushwa nusu mlingoti na nini, sisi ni sala ndio tunachofanya kwenye kanisa. Huyu ni kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, na kanisa Katoliki liko nchi zote duniani, nchi zote. Kama Tanzania liko nchi nzima, tuna majimbo 35 ambako Baba Mtakatifu anafanya kazi kupitia maaskofu wetu. Maaskofu wetu, yeye alikuwa askofu wa Roma. Kwa hiyo askofu wa Roma anashirikiana na kila askofu wa jimbo la duniani kokote lilipo. Ni wazi majimbo mengine makubwa, majimbo mengine nchi moja inaweza kukuta na nchi nzima na jimbo moja, kwa sababu kuna nchi ambazo unakuta ni dhehebu fulani tu moja na hivi na hivi. Kwa hiyo katika nchi nyingi Baba Mtakatifu ni kiongozi, lakini sio kiongozi tu wa Katoliki, ni kiongozi wa binadamu wote, kwa sababu Mungu alipojidhihirisha kwetu kwa njia ya Yesu wa Nazareti, ambaye ndiyo yeye mwenyewe nafsi ya pili ya Mungu moja, amekuja kwa ajili ya binadamu wote. Na ndio maana Mungu alichukua binadamu wetu akawaweka wanadamu wote, watoto wake, kuwa washiriki wa maisha yake ya kimungu. Kwa kila mwanadamu amebebwa na Yesu, na Yesu anafanya kazi kupitia hawa aliowakabidhi wa binadamu hawa kawaida hawa. Kwa Baba Mtakatifu ni kiongozi wa kiroho wa binadamu wote, lakini kiutaratibu, kitaasisi ni kiongozi wa kanisa Katoliki. Kwa hiyo anapotoa masakramenti atatoa kwa utaratibu wa kanisa Katoliki. Anapotoa mamlaka ya nani afanye kazi kwa niaba ya Yesu katika jimbo,
anafanya kwa Wakatoliki, lakini bado yeye mikono yake na milango yake iko wazi kwa binadamu yeyote, kwa sababu Baba Mtakatifu anapokuwa halifa wa Petro ameambiwa, wewe ni mwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kanisa hilo ni familia yote ya Mungu, itakutegemea wewe. Wape ujumbe wa Mungu muumba wao, anasema nini hapa duniani watu waishije na walengeje kwenda kule mbinguni. Yesu mwenyewe anasema, mimi ni njia, ukweli na uzima. Kwa hivyo mtu akitaka kujua njia iko wapi, anaenda nenda kwa askofu, yote atakuonyesha njia ya kwenda mbinguni. Ukweli utakutana wapi? Utakuta katika Injili ya Yesu. Hapo ndio unapata ukweli wa Mungu anaotaka tuufuate sisi binadamu. Baada ya hapo utakuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo yeye ndio amepewa hayo, na ndio amepewa funguo zile. Utakayofunga duniani na mbinguni yatafungwa. Yale yote yamekabidhiwa nani? Petro. Kwa hiyo Baba Mtakatifu ni kiongozi wa dunia, na hivi lazima tumuombee daima. Ndio maana katika kila misa akiwepo Baba Mtakatifu ambaye yuko hai tunamuombea. Ishara nyingine ambayo tunaionyesha, tunaacha kumtaja baada ya kuwa amefariki, tunaacha kumtaja mpaka tutakapopata mwingine ndio tutaanza kumtaja. Kwa hiyo tunaacha kumuombea utendaji mzuri, kwa sababu mpaka sasa tuna papa. Kwa kama leo tumesali misa ya kwanza asubuhi leo, na waliosali jana baada ya kuwa amefariki na kutangaziwa hawakutaja kwa sababu hakuwepo. Unaona Kwa hivi katika maisha yetu ya hapa duniani ndivyo tunavyo omboleza kifo cha Baba Mtakatifu.